Ni watu wangapi wamejuta katika huu ulimwengu? Watu wangapi wako jela leo hii kwa sababu ya maneno? Watu wangapi wameuawa kwa sababu ya neno? Amegombana na mwenzake akamtukana, mwenzake akampiga sehemu mbaya akafariki. Ni watu wangapi ndoa zao zimevunjika kwa sababu ya neno dogo tu? Ni watu wangapi familia zao haziko sawa, wanagombana kila kukicha kwa sababu ya neno tu? Ni marafiki wangapi leo hii wamekatana, hawaelewani tena kwa sababu ya neno dogo tu? Ndugu zangu katika imani, nyumba ngapi zilikuwa na furaha, amani, utulivu? Neno dogo limepoteza amani katika nyumba. Ya ahla aljanna inna rabbakum tabaraka wa ta'ala yastazirakum fahayya ala ziyarati. Alhamdulillah amara an la na'budu illa iyyah la mani'a lima a'tahu wa la mudilla liman hada وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أخذ موسى طفلاً من أمه ورعاه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rahma kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu swala zima la kumcha Allah, na tutambue ya kwamba ikiwa mtu hakuwa tayari kujivisha vazi la uchamungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi yake. Na vazi bora la mtu ni kile kitendo cha kumtii Mola wake, na hakuna kheri kwa yeyote ambaye yuko tayari kumkera, kumuudhi Mola wake. Ikhwata al-islami wal-iman, amma mawdu'u hadithana fi hadhihi al-layla بإذن الرحمن عنوانها يقول: خطر الكلمة في إفساد المجتمع. uhatari wa neno katika kuharibu jamii. inna min a'zami an-ni'am allati an'ama Allahu biha al-insan ni'matul lisan, katika neema kubwa kabisa ambayo Allah amemneemesha mwanadamu ni neema ya ulimi. tilka an-ni'ma as-saghira fi hajmiha, ni neema ambayo
ni ndogo kabisa kwa kupima umbile lake, al-azima fi athariha. Lakini neema hii ikhwata al-islami wal iman ni neema nzito katika athari itakayoleta katika jamii. Fabiha yadhkuru al-insanu rabbahu, kwa neema hii ndiyo mwanadamu anaweza kumtaja Mola wake. Wa yaqra'u kitabahu, na mwanadamu kwa neema hii ya ulimi ndiyo anaweza kukisoma kitabu cha Mola wake. Wa yuallimu alkhair, na anafunza watu khairi. Wa yuslihu baina an-nas, lakini neema hii ndiyo inayotumika kupatanisha watu waliogombana. lakini neema hii ikhwata al-islam wal iman قد يكون على الإنسان سببا من الفتن, inaweza ikawa kwa mwanadamu ni sababu ya fitna, wal khusumat, na kusababisha magomvi katika jamii, wa qati'ati al-arham, na vile vile kupelekea watu kuvunja udugu. Wali'idhami sha'ni al-kalima, kwa uzito wa neno ndugu zangu katika imani, jaa at-tahdhir, imekuja tahadhari kubwa kabisa min al-Qur'an al-Karim wa sunna, katika Qur'ani na sunna kuja kutahadharisha ubaya na uzito wa neno. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kiungo ambacho ndicho kinachotumika watu kutoa maneno yao, alidiriki kusema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo imepokelewa na al-Imam at-Tirmidhi kwa nambari 2407, na vile vile amepokea al-Imam Ibn Majah kwa nambari 11907 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. حديثه متوم محمد صلى الله عليه وسلم alikuwa akieleza uzito wa hii neema mwanadamu ambayo anayoitumia katika mambo mbalimbali, imma ni ya kheri au mambo ya shari. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, idha asbaha ibnu adama, pindi anapoamka asubuhi na mapema mwanadamu, fa innal a'dha'a kullaha, viungo vyote vya mwili wa mwanadamu, tukaffiru lisan, viungo vya mwanadamu vinaanza kuvisemesha, viungo vinasemesha ulimi, kutoa tahadhari kuhusiana na mambo ya ulimi. Fataqul, viungo vinasema, ittaqillah fina, mche Allah, mambo utakayokwenda kuyafanya mche Allah. Fa innama nahnu bik, hakika sisi tunakutizama wewe tu, ukinyooka basi na sisi tutanyooka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, kueleza kuhusiana na viungo vinavyoeleza ulimi, fa in istaqamta istaqamna, ukiwa umenyooka basi na sisi tutanyooka. Wa in i'wajajta i'wajajna, lakini ukipinda ukenda ovyo na sisi tutakwenda hivyo hivyo. Ndugu zangu katika imani, neema ya ulimi ni'matun adhima, neema hii ni neema kubwa kabisa. Walakin akthara an-nasi la ya'lamun, lakini wengi katika wanadamu hawajui kwamba hii ni neema inaweza ikawapelekea kuingia janna. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam
kwa uzito wa neema ya ulimi alikuwa akitoa usia kwa masahaba na ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na ulimi. Moja katika masiku katika safari alikuwepo Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu wa ardah, alikuwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad akasikiliza kutoka kwa Muadh. Muadh alikuwa akiuliza mambo mbalimbali kuhusiana na khairat, kuhusiana na Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumpa maelezo kuhusiana na Uislamu na abwabul khair, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtajia kitu kimoja ambacho kimekusanya kheri zote za ulimwengu wa dunia. Akamwambia, ya Muadh, ewe Muadh, kuffa alayka hadha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akashika ulimi wake akamwambia Muadh, kuwa makini na hiki kiungo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtahadharisha Muadh kuhusiana na ulimi, vitu vinavyotoka katika ulimi. Wakana Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alikuwa akisema, al-lisanu qawamu al-badan, ulimi ndiyo kitu ambacho kinachoweza kusimamisha mwenendo mzuri wa mwili wa mwanadamu. Fa idha istaqamatil jawarih, ikiwa ulimi ukiwa safi, basi viungo vyote vitakuwa viko salama. Akasema Ali, wa idha daraba al-lisan, lakini ulimi sasa ukiwa umeshaharibikiwa, mambo yamekwenda ovyo kwenye ulimi, lam yuqim lahu jariha, basi hakuna kitakachoweza kusimama, mambo yote yatakwenda kuharibika na kusababisha maumivu mbalimbali katika jamii. Ndugu zangu katika imani, masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakijitahidi namna gani ya kutafuta njia za kukomboka na matatizo ya siku ya Kiyama. Walikuwa wakitafuta namna zote wanaweza kuokoka na adhabu za Allah, tofauti na zama tulizonazo. Zama tulizonazo tunatafuta shar ya kujupeleka katika adhabu. Siku moja Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu alimfuata Mtume Muhammad akamwambia, ya Rasulullah, man najat, ni zipi sababu za kuokoka ewe Mtume wa Allah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, amsik alayka lisanak, unavyoishi katika maisha, unavyoamiliana na watu katika mizunguko yako, amsik alayka lisanak, zuia ulimi, mambo yataharibika. Amsik alayka lisanak. Na Mtume akaendelea kumwambia, waliyasaaka baituk, pambania kuisimamia nyumba yako, familia isimamie vizuri. Wabki ala khati'atik, lakini lia kutokana na makosa unayoyafanya. Zama tulizo nazo ni tofauti na zama za waliotangulia. Falkalima, ndugu zangu, neno amruha khatir, neno habari yake ni nzito sana. Fala budda an nastash'ira wa an nastahdira qawla Allah jalla fi ulah, inatubidi tuhisi na tuhudhurishe fikra zetu
hisia zetu kwenye maneno ya Allah kuhusiana na mambo ya neno tunalolitumia kuzungumzia, tunalolitumia kufanyia biashara. Allah anasema walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah anaeleza ndani ya Qur'an kwamba sisi tunajua tulivyomuumba mwanadamu, tunajua namna tulivyomuumba mwanadamu na mambo na changamoto zote anazozipitia tunajua. Allah anaeleza namna gani anatambua hali tulizokuwa nazo. Anasema wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, sisi tuko karibu na mwanadamu kuliko mishipa yake. Ikiwa Allah yuko karibu na sisi, Allah anasema idh yatalaqa almutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawl, hakuna kinachotamkwa chochote kwenye ulimwengu illa ladaihi raqibun atid, isipokuwa kuna malaika wanaorodhesha yote ambayo tunayoyasema. Ikiwa hali ndiyo hii, Allah anaorodhesha kila neno linalotamkwa na mwanadamu. Na katika aya nyingine Allah anasema wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba, na kila kitu tumekidhibiti kwenye kitabu. Ndugu zangu katika imani, Allah ametuonyesha namna gani hakuna njia ya kukimbia kutokana na yale tunayoyazungumza. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaweka qaida ya kutukomboa kwenye tuhuma za maneno, kwenye majanga ya maneno, kwenye matatizo ya maneno. Mtume ametuwekea qaida adhima, man akhadha biha, yeyote atakayekamata hiyo qaida, waltazamaha kanat min a'zami asbabi najati, basi itakuwa ni sababu kubwa ya yeye kuokoka katika haya maisha kutokana na afatul lisan. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi ya Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radiyallahu anhu, anasema bwana Mtume, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yeyote ambaye anayemwamini Allah na anaamini kuna siku ya malipo, siku ya mwisho, Mtume anampa maelekezo yafuatayo. Anasema bwana Mtume Muhammad, falyaqul khaira, kwenye kuzungumza kwake falyaqul khaira, mtu azungumze mambo ya kheri, au liyasmut, au anyamaze kimya. Hii ndiyo kaida. Anayetaka kusalimika na matatizo ya maneno, falyaqul khairan au liyasmut, aseme kheri au anyamaze. Hadithi hii adhim, jamaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam baina al-imani wal kalam, Mtume amekusanya baina ya imani na maneno. Falmu'minu la yaj'alu lisanahu mutlaqan fi kulli ma yuhibbu an yatakallam, muumini hatakiwi kuachia maneno kwa kila kitu ambacho yeye anapenda kukizungumza, au fi kulli ma sha, au kila chochote anachokitamani kukisema. Muumini hatakiwi kuwa na mfumo huo, bal yazinu kalamahu, muumini anatakiwa ayapime maneno yake kabla hajazungumza. Fa in kana khairan, ikiwa maneno yake ni ya khairi, takallama bihi, basi azungumze.
Wa in kana sharra, ikiwa ni shari, anatakiwa maneno yake ayazuie ili asije kuharibu jamii inayomzunguka. Ikhwata al-islami wal iman, falkalima khatir, neno moja tu ndugu zangu ni hatari sana, lakini inazidi hatari kuwa kubwa. Alkalimatu fi ddin, kuzungumza kwenye mambo ya dini, hapo ndiyo mambo yanakuwa ni mazito kabisa ndugu zangu. Wangapi leo hii wanasema jambo fulani linafaa hali ya kuwa Mtume Muhammad hakusema? Wangapi leo hii wanasema jambo fulani linafaa hali ya kuwa Allah hakuzungumza ndani ya Qur'ani? Mtu akijua kitu kidogo tu anaweza kukisema, watu wakakifuata. Ndugu zangu katika imani, maneno athari yake ni mbaya sana katika ulimwengu huu. Lakini kunyamaza, Mtume aliposema falyaqul khairan au liyasmut, ima aseme khairi au wanyamaze. Fasamtu ibada, kunyamaza ndugu zangu pia ni ibada. Mtume sallallahu alayhi wasallam alidiriki kusema man samata naja, atakaye nyamaza amefaulu. Wangapi leo hii wameshindwa kufaulu kwa sababu tu ya ndimi zao, wanaropoka tu, hawawezi kunyamaza. Ndugu zangu katika imani, maneno tunayoyazungumza yanafika mbali sana na athari yake ni kubwa sana. Inaweza ikaenda maneno yako yakaendelea kudumu hata kama umekufa. Ikiwa maneno hayo ni ya shari, basi tambua dhambi nyingi zinaingia kwenye faili lako. Lakini kunyamaza pia kuna kheri kubwa. Watu wengi hawajifunzi kunyamaza. Ukisikia watu wanazungumza story fulani, mtu anadakia anazungumza na yeye. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Abi Dharr siku moja, ala adulluka ala khaslatayn huma akhaffu ala adh-dhahr, hivi nisikujuze wewe tabia mbili ambazo ni nyepesi sana hizo tabia kubebeka, wa athqalu fil mizani min ghayrihima, lakini tabia hizo ni nzito sana katika mizani ya Allah kuliko nyingine. Abi Dharr akasema bala ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, nijuze hayo mambo mawili, hizo sifa mbili ni zipi niweze kushikamana nazo ikiwa ni nzito kwenye mizani ya Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia alaika bihusni alkhuluq, lazimiana na tabia njema, wa tuli samt, na kunyamaza sana. Mtume amemwambia Abi Dharr alazimiana na tabia ambazo ni nzuri, alafu anyamaze kwa wingi kuliko ni kuongea. Ndugu zangu katika imani, salafu salih walikuwa wakichunga ndimi zao kuzungumza maneno, kwa sababu yanaharibu sana mujtama. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardah anasema wallahi alladhi la ilaha ghayru, Ibn Mas'ud ni moja katika maqurra wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anasema wallahi alladhi la ilaha ghayru ma shay'un ahaqqu bituli sijnin min lisan. Ibn Mas'ud anasema maneno mazito sana, wallahi alladhi la ilaha ghayru, na apa kwa yule ambaye hakuna mola mwingine isipokuwa yeye, ma shay'un ahaqqu bituli sijnin min lisan,
Hakuna kitu bora ambacho kinatakiwa kipigwe pingu, kifungwe jela kuliko ulimi. Ulimi, Ibn Mas'ud anasema huu una haki ya kufungwa kwa sababu habari zake ni nzito. Kam min insanin nadama ala kalima, ni watu wangapi ambao wamejuta kutokana na neno moja tu walilolizungumza. Ni watu wangapi wamejuta katika huu ulimwengu? Watu wangapi wako jela leo hii kwa sababu ya maneno? Watu wangapi wameuawa kwa sababu ya neno? Amegombana na mwenzake akamtukana, mwenzake akampiga sehemu mbaya akafariki. Ni watu wangapi ndoa zao zimevunjika kwa sababu ya neno dogo tu? Ni watu wangapi familia zao haziko sawa, wanagombana kila kukicha kwa sababu ya neno tu? Ni marafiki wangapi leo hii wamekatana, hawaelewani tena kwa sababu ya neno dogo tu? Ndugu zangu katika imani, nyumba ngapi zilikuwa na furaha, amani, utulivu? Neno dogo limepoteza amani katika nyumba. Ndugu zangu katika imani, neno athari yake katika mujtamaa ni mbaya sana, hasa zama tulizo nazo, zama za mitandao ya kijamii. Zama hizi ni ngumu ndugu zangu. Watu wana comment, hawajali chochote, hawajui mwisho wa comment aliyoiandika watasoma watu wangapi. Mtu anachapisha kwenye status maneno magumu, yanakwenda. Mtu anaandika kwenye Instagram yake, maneno yanakwenda. Athari ya neno uliloandika utajua litaishia wapi. Allah anasema ndani ya Qur'ani kuhusiana na mambo tunayoyafanya, amali tunazozifanya, kwamba mambo hayaishi isipokuwa athari zitabaki. Katika suratu Yasin Allah anasema inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. La ilaha illa Allah. Maneno ya Allah yalivyokuwa ni mazito haya. Inna nahnu nuhyi al-mauta, sisi tunahuisha viumbe ambavyo uhai havina. Lakini si hivyo, wanaktubu ma qaddamu, na tunaorodhesha na kuandika vitu vyote wanavyovitanguliza, min kalimatin au fi'lin au sifatin au ghairiha min al-a'mal, iwe ni neno au kitendo au sifa ambayo umebeba ukaieneza katika mujtamaa, baba hiyo inaandikwa. Wanaktubu ma qaddamu, na Allah anasema wa atharahum, na athari ya vitu walivyovifanya tunaviandika. Wangapi wameandika matusi, kuwatukana viongozi, kuwatukana ndugu zao, kuwatukana majirani zao, kuwatukana marafiki zao, na wao tayari washaondoka duniani. Na ni wangapi wanasoma hizo comments? Ndugu zangu katika imani, maneno tunayoyazungumza yanahitaji mizani, tupime. Wangapi leo hii wanawasengenya wenzao? Annamima zimekuwa ni ngapi? Alghiba zimekuwa ni ngapi? Mambo ni mazito kabisa ndugu zangu katika imani. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa akisema, man kathura kalamuhu kathura sakhatuhu, wa man kathura sakhatuhu kathurat dhunubu. Yeyote ambaye maneno yakiwa ni mengi, anazungumza sana, basi mtu huyo ataangukia pabaya mara nyingi sana.
Na yeyote atakayeangukia pabaya, akaanguka kwenye hasira za Allah, basi huyo madhambi yake yatakuwa ni mengi sana. Wangapi leo hii tunazungumza fulani, mbona kitu fulani hajafanya, hajui, matusi. Unaanza kumtaan mwenzako hali ya kuwa kuna uwezekano wa kwenda kumwita ukamnasihi ukamwambia khairat, unaanza unamshambulia kwa maneno mtandaoni, unakwenda tu unasambaza kwa watu wengine, fulani ana kadha, fulani ana kadha, fulani ana kadha. Ndugu yangu Muislamu, jambo hilo litakukosti, litakuletea balaa zito siku ya Kiyama. Mshairi mmoja anasema, ihfadh lisanaka ayuha al-insanu la yaldaghannaka innahu thu'banu. Maneno hayo, ihfadh lisanaka ayuha al-insan, hifadhi ulimi wako ewe mwanadamu, acha kuingilia mambo ambayo wewe hayakupi manufaa chochote, usizungumze. La yaldaghannaka innahu thu'ban, usije ukakugonga kwa sababu ulimi, neno likienda ndugu zangu halirudi. Ulimi uko kama nyoka, nyoka akikugonga uombe Allah akukose, apige chini, akikupata na kupiga sumu. Ndiyo maneno. Kam fil maqabiri min qatili lisani, wangapi wamezikwa wako makaburini kwa sababu ya ndimi zao. Wangapi wamezikwa leo hii kwa sababu tu ulimi umemfikisha sehemu mbaya. Ndugu zangu katika imani, neno linaweza kumpeleka mtu motoni. Neno linaweza kumpeleka mtu motoni moja kwa moja. Neno linaweza likaharibu swala zako zote ulizoziswali miaka yote. Neno linaweza likaharibu saumu zako zote. Neno linaweza likaharibu haji. Neno linaweza likaharibu sadaqat. Neno linaweza likaharibu a'mal salihah zote. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema moja katika masiku, innal abda la yatakallamu bil kalima, huenda mja akazungumza neno moja tu, min ridwanillah, neno hilo umelizungumza katika jambo ambalo linaweza kukupelekea ukapata radhi nzuri za Allah. Tena mtu amezungumza tu, la yulqi laha bala, hajajali kitu chochote, kazungumza neno lakini ni zuri, halisababishi ugomvi, halisababishi chokochoko, halileti mipasuko. Mtume anasema, yarfa'uhu Allahu biha darajat, neno hilo lilozungumza zuri linaweza likakunyanyua daraja ya juu kabisa. Hii ndio njia tunayotakiwa kufuata sisi Waislamu. Tuzungumzeni maneno mazuri, hata kama kuna jambo tunalitamani kulipata lakini muda huo haliwezekani, tuzungumze maneno mazuri. Tukizungumza maneno mabaya tutaharibu. Na Mtume akasema, wa innal abda la yatakallamu bil kalima, na inawezekana mtu akazungumza neno moja, sio mengi, moja tu, min sakhatillah, neno hilo amelizungumza katika sehemu ambayo Allah anakasirika. Allah anakasirika na kuchukia kabisa, akalizungumza hilo neno likaangukia hapo. La yulqi laha bala, hajali chochote. Mtume anasema, yahwi biha fi jahannam, neno hilo linampelekea kuingia kwenye moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi leo hii wameharibu maadili ya mabinti wa Kiislamu kwa maneno yao, kuwatongoza mabinti wa Kiislamu. Wamejistiri kulinda heshima zao, lakini watu kwa sababu wana maneno matamu wanakwenda kuwashawishi mpaka wanawatoa kwenye mfumo wa stara, mfumo wa maadili mema,
Watu wangapi leo hii wametumia maneno yao kushawishi, kusababisha watu kugombana? Vijana wangapi wametumia maneno kuwatoa mabinti kuwazini kwa sababu ya maneno yao mazuri tu? Jamii imeharibika kutokana na mazungumzo. Wangapi wanakesha usiku, hawasimami qiyamul layl, wao wanadili na simu, yuko wana chat na totos. Wangapi leo hii, wangapi wanazungumza na simu, uliyekuwa karibu husikia, nasikia wa mbali. Walivyokuwa wataalamu, simu ina vibration na mdomo una vibration, husikii mwingine, anasikia binti tu huku vyombo, anashawishiwa mpaka atoroke nyumbani wakafanya uchafu. Ni mabinti wangapi wameharibiwa kwa sababu ya maneno? Ndugu zangu katika imani, simu tunaandika maneno mengi sana. Tuchukue tahadhari, tuchukue tahadhari Waislamu, wallahi tutakuja kujuta siku ya Kiyama. Tunaona ni mambo tu ya kawaida, simu unatuma message. Jiulize message hilo uliyoandika inakwenda kwa watu wangapi, na itasababisha nini huko itakapofika hiyo message? Italeta message yako uliyoituma maumivu kwa watu wangapi, au italeta furaha kwa watu wangapi? Falkalimatu sahmun. Ndugu zangu, maneno haya ni silaha pia. Likitoka neno ndugu yangu halirudi, na maneno yanapelekea majeraha makubwa kuliko kupigwa na silaha ya kawaida. Maneno majeraha yake ni makubwa kulikoni kuunguzwa na moto. Ukiunguzwa na moto unaweza ukapewa dawa ukapona, lakini neno ndugu yangu halina hiyo system. Neno jeraha lake ni zito kuliko kuunguzwa na pasi. Mshairi mmoja anasema, kullu aljirahi satunsa hina taltaimu illa aljirahu allati yati biha alkalimu jarhu allisani shadidun fi mararatihi yazdaduhu au yazdadu summan idha ma khattahu alqalamu faj'al lisanaka fi ghimdin litahfadhahu la yajrahanna fuadan laysa yaltaimu. Mshairi anaeleza uzito wa neno, jeraha lake namna gani linavyoumiza, linavyoathiri. Neno likitoka hali yake inakuwaje? Ikiwa neno hilo ni baya, linakwenda kujeruhi. Jeraha la neno, je, jeraha la neno linapona? Sikiliza mshairi aliposema, kullu aljirahi satunsa hina taltaimu, majeraha yote yatasahaulika wakati ambayo tayari yamepona. Illa aljirahu allati yati biha alkalimu, isipokuwa jeraha ambalo linakuja kwa neno. Kwa nini? Jurhu lisani shadidun fi mararatihi, jeraha linalotokana na ulimi maumivu yake ni makali kuliko maelezo. Yazdadu summan idha ma khattahu alqalamu, lakini neno linazidi kuwa kali zaidi sumu yake pale ambapo linapoandikwa kwa kutumia kalamu. Neno linakuwa ni balaa zaidi. Anasema faj'al lisanak au fahfadh lisanaka fi ghimdin litahfadhahu, ulimi uhifadhi katika sehemu yake husika ili uhifadhike.
la yajrahanna fuadan laysa yaltaimu, usije ukajerahi mioyo ambayo maumivu yake hayatarajiwi kupona. Ndugu zangu, wallahi neno bala lake ni kubwa sana. Leo kuna watu zimetoka talaka, neno moja tu, amemwambia mwenza wake akakasirika, neno likatoka, talaka ikapita. Neno linasababisha watu kupigana katika mujtamaa, linasababisha vita katika jamii. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa uzito wa neno akaambatanisha na imani. Waislamu, sikilizeni, Mtume anasema la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu, hawezi kusimama imara, haiwezi kuwa imara imani ya mtu yoyote, muumini yoyote, imani yake haiwezi kuwa sawa mpaka moyo wake uwe safi kabisa. Lakini Mtume akasema wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu, lakini moyo hauwezi kuwa sawa mpaka ulimi uwe safi. Ndimi zetu zikoje? Maneno yetu tunayoyatoa yakoje? Mtume sallallahu alayhi wasallam alifuatwa na mmoja katika masahaba, akamwambia ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna fulana tusalli wa tasum wa tatasaddaq, fulan inna fulana tusalli, fulan anasali, wa taqumu al-layl, na anasimama usiku, wa tasumu an-nahar, na anafunga mchana, ibada kabisa, na anatoa sadaqa, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, lakini ya Rasulullah, huyu mwanamke anayesali sala tano, anayesimama qiyamul layl, anayefunga Ramadhan, anafunga sunna na anatoa sadaqat, changamoto yake ya Rasulullah, huyu tu'dhi jiranaha bilisaniha, jirani yake hasalimiki, maneno amekuwa ni mengi, anamkera jirani yake huyu. Mtume aliposema maneno yake akasema la khaira fiha, huyo hana khairi kabisa kwenye maisha. Akamalizia hiya fi nnar, anasali, anafunga, anatoa sadaqa. Mtume anasema hiya fi nnar, motoni. Shida nini? Maneno. Mtume amekataa sadaqa zote, qiyamul layl, na qiyamul layl ni ibada ambayo ni kubwa. Miongoni mwa sharaful mu'min ni qiyamuhu bil-layl. Mtume anasema la khaira fiha, hakuna cha qiyamul layl, hakuna cha sadaqat, hakuna cha siyam, hiya fi an-nar, motoni. Shida ni nini? Ulimi. Ndugu zangu, maneno haya yanayotoka kwenye ndimi zetu itatupelekea sehemu ambayo ni mbaya kuliko maelezo ya Uislamu. Tunahitajika tuchunge ndimi zetu. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema almuslim, muislamu wa kweli, sio muislamu wa mchongo, muislamu wa kweli, man salima almuslimuna min lisanihi, muislamu wa kweli ni yule ambaye wamesalimika waislamu wenzake kutokana na ulimi, maneno yake wamesalimika. Na akasema
wa yadihi, na mkono wake. Je, mimi na wewe na mwingine tumesalimika? Kila mmoja akajiulize nafsi yake, yukoje baina ya yeye na mujtama, jamii inayomzunguka yuko vipi? Watu wanafurahi vipi na yeye? Watu wanasalimika vipi na yeye? Imefikia hali leo hii Waislamu hata kuzungumza hamna, hawazungumzi wenyewe kwa wenyewe. Tuko katika hali gani Waislamu? Tuko katika hali ambayo ni ngumu sana katika jamii tunaoishi kwa sasa hivi. Zama za mtandao wa kijamii ni zama ngumu, hali imekuwa ni tete. Watu wanazungumza mambo ya kiilmu hali ya kuwa wao si wasomi wa dini. Watu wanazungumza, watu wanahalalisha vitu ambavyo vimeharamishwa, na Allah anasema wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, na wala msije mkasema mambo ambayo nyinyi mnasifu, mkaja mkazungumza mambo kwa uongo, hadha halalu wa hadha haramu, mambo haya ni halali, haya ni haramu, litaftaru ala Allah alkadhib, mkaanza kumzushia sasa Allah uongo. Zama tulizo nazo ni zama nzito sana ndugu zangu, ni zama za kuhifadhi ndimi zetu, tuzungumze yaliyokuwa ni ya kheri, tuache mambo ambayo hayatuhusu katika huu ulimwengu. Mtume aliposema da' ma yaribuka ila ma yaribuk, achana na mambo ambayo hayakuhusu, fata mambo yanayokuhusu. Leo hii watu wanaletewa umbea, namima, mtu anakubali, anasikiliza, afaenda kumwambia mwingine, bana umepata taarifa. La taqbalanna namimatan bullightaha, msikubali Waislamu kupewa maneno ya umbea mliofikishiwa, achaneni nayo, mambo yatakuja kuharibika katika mujtamaa. Ndugu zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala anajua kila kitu tunachokifanya. Hakuna kitakachokuwa kionekani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anajua kabla hatujazungumza yale ambayo tunatamani kuyazungumza, Allah anayajua vizuri sana. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, tuwe na tahadhari na ndimi za kwetu. Wallahi, unamwona Muislamu mwenzako amependeza, unamsema vibaya, siku hizi mwizi huyo, naiba huyo siku hizi. Subhanallah. Ukimwona mwenzako na kheri, muombee dua, Allah subhanahu wa ta'ala mbariki. Usianze kumsema vibaya Muislamu mwenzako, mambo yataharibika. Umemwona Muislamu mwenzako anafanya kazi vizuri, unaanza kutia maneno chokochoko, afukuzwe. Sio Uislamu. Uislamu huo. Unamwona Muislamu mwenzako ametulizana sehemu, mambo yake yanakwenda vizuri, wewe unaanza kutafuta dosari ndogo ndogo ili uharibu, aharibikiwe. Sio Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad, mfano wa waumini, tabia yao, mfumo wao, mwenendo wao katika kupendana kwao, kuhurumiana kwao. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefananisha mfano wake ni mfano wa waumini. Mfano wa waumini, mfano wao ni mwili mmoja. idha ishtaka minhu udhun tadaa sairul jasad bisahri wal humma, mwili ukipata maumivu sehemu katika mwili, basi mwili wote unakuwa na maumivu. Ndio Waislamu wanatakiwa wa hivyo. Muislamu mwenzako hutaki kumsema, Muislamu mwenzako hutaki kumchafua, Muislamu mwenzako hutaki kumharibia, si katika Uislamu. Tupendane Waislamu. Tusipopendana tutakuwa tumekwenda kinyume
na maelekezo ya Allah na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tutakuwa tumekwenda kinyume kabisa. Maneno ndiyo yanaozalisha chuki binafsi, hasad, roho mbaya, vita, yani ni mtihani mtupu wallah. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nasaha zangu kwenu nyinyi, shikamaneni na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa Mtume zama zake ambazo fitna ilikuwa ni ndogo sana, tofauti na sisi kila kitu kipo, fitna zote tunazo. Mtume alikuwa akiwapa nasaha na usia masahaba zake kuhusiana na maneno, kuhusiana na kuhifadhi ndimi zao, kwa sababu ulimi ndio utakaotumika kumsemesha Allah, ndio utakaotumika kwenye adhkar. Ukiwa huwezi vyote hivyo, basi nyamaza kimya, ndio kheri kwako na mujtama pia utakuwa ni kheri kwa wao. Lakini mtindo wa kwanza kuchafuliana, kutupiana maneno, si katika Uislamu ndugu zangu. Muislamu wa kweli ni yule ambaye wamesalimika Waislamu kutokana na ulimi aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii neema tuihifadhini, kwa sababu ni lazima tukaulizwe kuhusiana na neema ya ulimi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema mwenyewe, ametupa lisanan wa shafatain wa hadainahum najdain. Allah ametupa ulimi na mdomo huu ambao unauhifadhi ulimi, lakini si hivyo tu, wa hadainahum najdain, na tukawaongoza kwenye njia mbili. Sasa utachagua unaenda wapi? Unakwenda kwenye njia ya kheri anayoitaka Allah, ninayomridhisha Allah na Mtume Muhammad, au unakwenda kwenye njia nyingine ambayo ni njia ya sheitani la'natullahi alayhi, ambaye ameweka arsh ya kwake katika maji, alafu anatuma vijakazi wakaharibu vijakazi wake, waanze kusababisha fitna, kuchafua watu, kuharibia mambo ya watu, mambo mengine yakae vibaya. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tuhisi maneno aliyoyasema Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tuhisi hii aya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala maneno tunayoyazungumza yako yameorodheshwa, maneno tunayoyasema yako yanaandikwa. Hakuna kitu ambacho utakachokisema alafu siku ya Kiyama haukikuti. Vitu vyote utavikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasatusalu anhu, na utaulizwa ni namna gani, ilikuwaje mpaka ukatumia ulimi wako sehemu hii, na ilikuwaje, kwa nini useme neno hili, na ilikuwaje mpaka ukasababisha watu wamegombana kwa neno hili. Mambo hayo yote tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hatutoachwa, kwa sababu mtume yeye ndio aliposema an-najah, sababu za kuokoka ni husnul khuluq, tabia njema. Kama hauna tabia njema, basi utakaa sehemu ngumu. Na mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa tulu samt, na kunyamaza muda mrefu. Kwa hiyo ikiwa hatuna ya kuzungumza, ni bora tukanyamaza, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran au liyasmut, aseme kheri au anyamaze. Lakini ulimwengu tuliokuwa nao, kunyamaza si rahisi. Utanyamaza kwa mdomo, mkono utazungumza huku katika screen yako, utaandika tu. Vitu vyote vinahusika, vinaingia katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa umeweza kunyamaza,
basi ufunge na viungo vingine visianze kuandika maneno, kwa sababu utasababisha tatizo ambalo utashindwa kuliondoa siku hiyo ya Kiyama. Ndugu zangu, kwa kumalizia, namalizia na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ili tufahamu kwamba yale tunayozungumza ndiyo tutakwenda kuhesabiwa nayo, yale tunayozungumza ndiyo ambayo tutakwenda kuadhibiwa nayo. Muadh alimwambia Mtume, wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bih ya Rasulullah, wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bih, ewe Mtume wa Allah, hivi sisi tutakwenda kuhesabiwa na kuhukumiwa kwa yale tunayoyazungumza? Hili swali Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo aliulizwa na sahaba. Mtume akamwambia, thakilatuka ummuk. Ndugu zangu, wallahi tunayoyazungumza ndiyo tutakwenda kuhesabiwa nayo, ndiyo tutakwenda kuhukumiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika iman, nisirefushe sana ili tuendelee na majukumu mengine biidhnillahi azza wa jalla. Niwashukuru viongozi wa msikiti huu, Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la kheri, na Allah subhanahu wa ta'ala awajalie nuru katika maisha yao, na Allah subhanahu wa ta'ala aupe nuru msikiti huu na waumini wote wa eneo hili, na Allah subhanahu wa ta'ala awajalie, awahifadhi ndimi zenu ziwe ni sababu za kuingia peponi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته.